Ni katika hafla ya kupongezana kwa viongozi na wananchi wadi wilaya mbalimbali shehia ya Chukwani. Mbunge wa jimbo la Kiembe Samaki Ali Khalil Mirza amewashukuru wananchi hao kwa kusisitiza amani katika nchi, kwani ndiyo jambo ambalo na ni wajibu kwa kila mwananchi kulinda amani kwa hali na mali, kwani amani ni msingi wa mambo yote na serikali ipo macho kuhakikisha amani ya nchi haitetereki. Hiyo imeondoa hofu na imeleta taswira nzuri na watu wote wamefarajika. Kwa hivyo hayo ni yaliyoelezwa, lakini kwa upande wetu viongozi pia tumeeleza juu ya umuhimu wa amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, na tumeeleza wazi kwamba amani ni muhimu na sote sisi tunapaswa kusimamia amani na sote sisi ni wadau wa amani. Isiwe tu kwamba tunaona kwamba ni viongozi wa amani, lakini la, sote sisi kuanzia ngazi zote za jimbo mpaka ngazi za taifa. Kwa hivyo tumekumbushana juu ya umuhimu wa amani, na haya yote ambayo yamepangwa kutekelezwa katika kipindi hichi cha 2025-2030 yatategemea zaidi utulivu wa nchi ambao nashukuru upo kwa upande wetu wa Tanzania, lakini wajibu wetu sisi kukumbushana zaidi. Ni tumeambia wananchi kwamba wawe na subra, wavumilivu na tuwe mashirikiano. Sisi viongozi wao kupitia serikali kuu tupo imara katika kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja katika jimbo la Kiembe Samaki kama tulivyoahidi. Aidha, mbunge wa jimbo la Kiembe Samaki Ali Khalil Mirza ametaja vipaumbele vya serikali ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali kimaisha kwa kuwapatia mikopo usio na riba, kuimarisha miundombinu ya barabara, maji, kukuza uchumi, ikiwa lengo ni kutimiza ahadi walizozitoa wakati wa kampeni. Katika ilani imeainishwa wazi juu ya miundombinu ambayo itatekelezwa, ikiwemo barabara, ikiwemo mitaro, na ikiwemo pia mashule na hospitali. Lakini katika mwelekeo huo kutakuwa kuna program ya kuwawezesha jasiriamali kwa kuwapa mikopo ambayo haina riba. Pia imeainishwa ajira ambazo zitafunguliwa katika kipindi hiki. Haya yote yamemlenga mwananchi katika kumwendeleza yeye. Sambamba na hayo, mwenyekiti wa wilaya Dimani Gichama Hussein Ali Mjema Kimti amesema kila kiongozi ameteuliwa na Mungu, hakuna mkamilifu. Hivyo wananchi wa jimbo la Kiembe Samaki na wadi zinazofuata wanapaswa kuwa bega kwa bega na viongozi wao pamoja na kuweka pembeni tofauti zao kwa manufaa ya taifa. Kusema kweli, mimi kama msimamizi wa siasa wilaya ya Dimani nimeridhika na nimefurahi sana. Kila kiongozi anapangwa na Mwenyezi Mungu na hakuna binadamu mkamilifu, sote wakosefu ala pekee. Lakini mwenzio anapofanya jambo zuri lazima umpongeze. Ile jambo zuri nafaa kuigwa na kupongezwa. Ombi langu kweli, makundi ya shambulizi za kazi, na hasa hili linahusu sana viongozi wangu. Tunapokuwa ndani ya chaguzi tunakuwa na makundi yetu, na wengine tunajifungamiza hivi kabisa, tunakuwa wazi kwamba niko kwa fulani. Chaguzi zote hizo zimemalizika na chaguzi kubwa ya serikali imemalizika. Chama cha Mapinduzi sote wamoja. Tulipokoseana tusameheane, tuchape kazi ya Chama cha Mapinduzi. Viongozi wetu wakuu wa kitaifa wanafanya kazi kubwa sana iliyotukuka. Maendeleo yanakuja kama mafuriko. Tusimamieni vizuri, tukagueni miradi, tuwakumbushe, panapokosewa tukosoe. Ndio kazi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi ndio wasimamizi wa ilani. Aidha, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa ndugu Amor Salmine Amor amesema kuna baadhi ya viongozi hawana maono mazuri kwa serikali na kazi yao ni kueneza chokochoko, jambo ambalo sio zuri kwa nchi. Hivyo amewataka wananchi hao kuchagua viongozi watakaokuja kuwasimamia vijana kwa maslahi ya nchi. Uchaguzi tumemaliza, na wakati wa uchaguzi si kosa kila mtu kuwa na mtu anayempenda, lakini baada ya kumaliza uchaguzi tunakuwa
Wamoja kwa sababu tumeshapata viongozi wetu, na katika jimbo hili tumempata mbunge ambaye yuko hapa na mwakilishi ambaye ana dharura, lakini na madiwani. Hao ndio viongozi wetu, na tunapaswa kuwa kundi moja la Chama cha Mapinduzi, sio kundi jingine. Ndugu zangu, nimesema niyaseme haya kwa makusudi. Nimeshaanza kusikia chokochoko, nimeshaanza kusikia nong'ono. Watu wanajipanga kwa 2027, sijui kama wana miadi ya Mwenyezi Mungu kama watafika. Ndugu zangu, viongozi upangwa na Mwenyezi Mungu, na nawaomba sana, kama mtakuwa mko hai 2027, msichague kiongozi wa kuja kukulindeni hapo mtapotaka kugombea wengine wenu 2030. Chagueni viongozi watakaoweza kuja kusimamia. Chagueni viongozi watakaozunguka kwenda kuangalia wanaotekeleza mbunge na mwakilishi. Nao maafisa kutoka Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi sambamba na ZAWA wamesema kama wizara zina haki ya kuhakikisha ujenzi wa barabara za ndani unamaliza kwa wakati kwa awamu ya kwanza, sambamba na kuhakikisha wanaondoa tatizo la usumbufu wa maji kwa wananchi wao. Kupitia jimbo la Kiembe Samaki kuna mradi mkubwa ambao unakuja. Mradi huo uliweza kupatikana wakati Mheshimiwa mbunge alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji. Mradi huo ni mradi wa milioni 100 USD kutokea Japani, lakini taratibu za mradi mnaelewa unachukua muda, na mradi huo unatakiwa ujenzi wake utaanza 2027. Mamlaka ya maji kupitia kujua tatizo hilo wananchi wanaopitia, kuna matangi makubwa ambayo mmeona tayari miradi imemaliza. Kuna tangi la Kidutani, ni tangi kubwa, kuna matangi mawili ambayo hayo tumehisi tunaweza kufanya extension line kupitia mradi ule kuwawezesha wananchi wa jimbo la Kiembe Samaki kuweza kupata maji safi na salama. Tulikuja tukashirikiana na masheha kutafuta barabara zile zote za ndani ambazo zilisahaulika katika awamu ile ya kwanza. Kwa hiyo naomba niwahakikishie zile barabara za ndani zote ambazo zilisahaulika tumekuja tumeshazipitia, na sasa ule mradi tayari tumeshautangaza wizarani. Tunatafuta mkandarasi ili mradi huo uanze, na kuhakikisheni kuanzia mwakani mradi huo tayari utakuwa ushaanza. Na mradi huo phase 2 unaitwa barabara za mjini, ndani yake umekusanya vitu vingi, maana hauji tu barabara sasa hizi, utakuja pia na taa za barabarani kama dhamira ya Mheshimiwa Rais inavyotaka kuweka taa za barabarani kwenye barabara zote mpaka zile za ndani. Zaidi ya watu 200 wamehudhuria katika hafla hiyo iliyofanyika huko wadi ya Chukwani Buyu, wakiwemo viongozi mbalimbali wa serikali. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair.